Uchaguzi mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA mkoani Shinyanga umefanyika huku viongozi wakisisitiza umuhimu wa umoja wa amani na mshikamano miongoni mwa Waislamu. Katika uchaguzi huo, viongozi wapya wamechaguliwa huku nafasi ya mwenyekiti wa BAKWATA mkoa ikibaki wazi baada ya mgombea kutopata ridhaa ya wajumbe. Sheikh na kadhi wa mkoa wa Shinyanga ambaye pia alikuwa sheikh mwenyeji wa mkutano huo amewataka viongozi waliochaguliwa kutumia nafasi walizopewa kuwaunganisha Waislamu na sio kuzitumia katika kujenga chuki, fitna na migawanyiko. Sisi tushike mwenendo wa Mtume, tuwe kitu hiki kimoja. Sasa nyinyi mliochaguliwa mkao viongozi, tunakuombeni mshikamane leo liwe hili moja. Tena mshikamane na wenzenu waliokuwa chini katika wilaya, mshikamane na wenzenu waliokuwa chini katika kata, waliokuwa chini katika msikiti. Lenu liwe hili moja, na atakayewakataa nyinyi akafanya firigisu zake, wallahi ataingia motoni. Amesema viongozi wana dhamana kubwa mbele ya jamii ya Kiislamu, hivyo wanapaswa kuhakikisha wanatekeleza majukumu yao kwa uadilifu, hekima na maslahi mapana ya Waislamu. Atakayekufa na hali ya kuwa hana taa ya kumtii kiongozi wake, nyinyi ndio viongozi katika mikoa, katika mkoa huu wa Shinyanga, lazima mtiiwe. Sio mtu awe ni imamu katika msikiti au ni shekhe katika kata, alafu kiongozi umefika pale anakuona kama vile ni mguragura tu. Hapana, nyinyi ndio viongozi, lazima mtiiwe. Kwa hiyo Mtume anasema yule ambaye atakayekufa na hali ya kuwa hana ahadi ya utii katika moyo wake ya kumtii kiongozi wake, nyinyi ndio viongozi katika mkoa, atakufa kifo cha kijahili, ataingia motoni. Kwa upande wake, mgeni rasmi wa mkutano huo wa uchaguzi, Meya wa Manispaa ya Shinyanga Mheshimiwa Salum Kitumbo amewataka wazazi kuhakikisha wanatoa malezi bora kwa watoto wao. Aidha, amesisitiza umuhimu wa kusimamia madrasa ili kuhakikisha watoto wanapata malezi na elimu bora ya dini. Malezi mazuri kwa watoto wetu, hasa masuala ya madrasa lazima tuatilie mkazo sana, kama alivyosema shekhe. Vijana wetu sasa wanapotoka sasa wanajiingiza kwenye mambo ya hovyo. Mimi sikutaraji kama kijana wa Kiislamu Oktoba 29 anakwenda kuchoma gari ya mtu. Kwa nini? Unakwenda kumdhuru mwenzako kwa ajili ya nini? Lakini tukiangalia kiundani ni kwamba vijana wanakosa maadili kwa sababu pengine hawapiti katika madrasa zetu ili waweze kutiwa imani. Ukiwa na imani huwezi kufanya mambo ya hovyo hata siku moja. Uchaguzi huo umefanyika kwa uwazi ambapo kura zilihesabiwa mbele ya wagombea na wajumbe, hatua iliyosaidia kuweka uwazi katika mchakato wa uchaguzi. 13, Abdalla 14, Abdalla 15, Abdalla 16. Tusifurahie tu kuchaguliwa leo hapa kuwa viongozi. Tufahamu kabisa kwamba tunayo dhima kubwa sana na tutakuwa masuhulia mbele ya Allah. Sawa jamani? Huu ni uchaguzi unaohusiana na dini yetu ya Kiislamu. Umefanyika kwa uhuru na uwazi wa hali ya juu, very transparent, si ndio? Ndio. Umefanyika katika hali ya uwazi na uhuru wa hali ya juu, pasiwepo tena migongano ya hapa na pale, inakuwa tena haipendezi. Tunakwenda kinyume na maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika uchaguzi huo, Hassan Haruna ameibuka mshindi na kuchaguliwa kuwa mjumbe wa halmashauri kuu BAKWATA Taifa. Hata hivyo, nafasi ya mwenyekiti wa BAKWATA mkoa wa Shinyanga imeachwa wazi baada ya kura za ndio na hapana kupigwa, ambapo kura nyingi zilikuwa za hapana. Kura za ndio zimepatikana 9. Kura za hapana zimepatikana 14, na jumla ya kura waliopiga ni watu 23. Kwa hiyo ile hapana ndio amekuwa mwenyewe. Kwa hiyo kitaratibu hii inakwenda kule, wale kule makao makuu ndio wanataka jua wafanyaje. Kule wapi? Makao makuu.
Hatua hiyo imefanya nafasi hiyo kutopatikana mshindi na hivyo kubaki wazi kwa hatua zaidi kwa mujibu wa taratibu za uchaguzi. Uchaguzi huo umefanyika huku kukiwa na wito kwa viongozi wapya kuhakikisha wanatumia dhamana waliopewa kuimarisha umoja, mshikamano na maendeleo ya Waislamu mkoani Shinyanga. Hii ni RJ Pro Media.